Bwana, hapa ni katika makao makuu ya klabu ya Young Africans, na hapa nimekuja kuzungumza na mzee wa Yanga kuhusiana na usajili pia uliofanywa msimu huu kuelekea msimu mpya 2026 2027. Kwema mzee wangu? Nashukuru tuko salama. Nashukuru Mungu tuko salama. Karibu sana. Bwana, baada ya kuchukua ubingwa mfululizo kwa mara ya 5, sasa hivi ni maandalizi kuelekea msimu mpya 2026 2027, na hapo jana kanuni mbalimbali zimepitiwa na zingine zimeongezeka, na kubwa zaidi ambayo imetikisa ni kuhusiana na ile ya Young Africans kutoka nje ya uwanja kwenda kubadilishia nguo nje ya uwanja, na hiyo kama itafanyika ama ikajirudia na ikathibitika kama kwenye vyumba hakuna harufu ama gesi mbaya, timu husika inaweza ikapokonywa pointi 5. Kwanza ni wapongeze TFF kwa ufafanuzi wao kwa kanuni ambazo wamezileta, na mimi kama mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam nimepokea kwa furaha kanuni zao na maelekezo ya rais wa TFF. Kwanza tukubali kwamba Yanga hatukutoka kwenye vile vyumba ambavyo tumepangiwa kwa sababu tumetoka, kwa sababu tunajiridhisha kwamba tulikopangiwa hakukuwa sahihi. Kwa hiyo tulitoka kwa sababu baada ya kuona kwamba hakukuwa sahihi tukaa pale ndani. Na kwa maelezo ya rais wa TFF kwamba watakuwa na vyombo maalum ambavyo vinakagua. Ndio. Wakijiridhisha na kwamba hakuko sawa, hakuna faida wala hakuna adhabu. Ndio. Lakini wakijiridhisha kwamba hakuna tatizo, tutapigwa adhabu. Tutaweza kufanya hiyo kwa mitano. Jana amethibitisha kwamba vitu hivyo huwa vipo na vinatokea, lakini hawajawahi kutoka hadharani kuambia watu ama kama ambavyo hufanya wakati wanawafungia ama kutoa adhabu kwa klabu. Hii imekaaje mzee wangu? Nimpongeze rais wa mpira nchini Karia kwa sababu wamekiri kwamba kweli vitu hivyo vipo, na Yanga ndio maana hatukuwa tunakumbuka kutoka nje ya vyumba. Tulikuwa tunafanyia kwa sababu tulikuwa tunajiridhisha kwamba nyumbani huko sawa. Sasa kwa kuwa watakuwa na vyombo maalum vya kupima, sisi tuko radhi, yani tumeridhika kabisa na kauli ya rais Karia. Hatuna tatizo na hilo, na hatuna sababu ya sisi kutoka uwanjani ama kubadilisha nguo nje ya uwanja, nje ya vyumba vya uwanja. Hapana, hata sisi haitupendeze, lakini kwa maslahi ya klabu, kwa maslahi ya pointi 3 zetu tunatufanyia, kwa sababu tunaona vyumba vinachafuliwa. Sasa kwa sababu watakuwa na vyombo vya kupima, tunapongeza sana kauli yao ya rais Karia na uamuzi wao waliofanya. Kwa namna msimu uliopita kwenye dirisha kubwa la usajili ulifanyika kwa namna yake, na wachezaji wengi walikuja kukatwa katika dirisha dogo la usajili, kwa maana wengine wakapelekwa kwa mkopo, ni kama mlifeli. Lakini msimu huu imekuwa siri kidogo, lakini baada ya utambulisho, sajili ambazo zinafanyika hivi sasa unazionaje? Kama tutakumbuka kauli ya msemaji wa klabu Alikamwe wakati ligi inaendelea, alieleza kabisa kwamba ni kweli kwamba usajili uliopita haukuwa usajili bora kwetu. Tulidhani ni usajili bora, lakini baada ya kupata wachezaji kuja kufanya mazoezi na kuendelea kwenye mechi, usajili haukuwa bora. Alikamwe alieleza kwamba msimu ujao rais wetu atasajili mwenyewe, na kila mwana Yanga sasa anaona kishindo cha engineer. Ndio tunapongeza kwamba rais wa klabu fanya usajili mzuri akishirikiana na kampuni ya GSM ambao ndio wadhamini wetu wakubwa. Tumefanya usajili ambao binafsi naweza nikiri kwamba hajawahi kufanya usajili mkubwa kama usajili huu. Hujaujutia usajili wa msimu huu? Usajili wa mwaka huu alipotangaza kwamba wale wametenga bilioni 10 kwa ajili ya usajili, watu walibeza. Tunaona leo wachezaji wanakuja kuvunja mkataba wa Shalulile, si kazi ndogo, si hela ndogo hiyo. Kwa hiyo kila mtu anakubali kwamba kuna baadhi ya wachambuzi na waandishi habari walisema haiwezekani bilioni 10, haiwezekani bilioni 10. Leo kila mtu anakubali kwamba kweli kwa usajili huu inawezekana hata kwa zaidi ya bilioni. Moja ya sajili kubwa ambayo haikutarajiwa pengine kufanywa ni usajili wa Peter Shalulile, na wengi walibeza hilo. Usajili huu unaenda kuofa nini ndani ya Twiga na Jangwani? Na tunaona sasa hivi strikers sasa hivi mpaka hivi sasa wako 6 ndani ya Twiga, kwa maana ya kikosi cha Young Africans. Pengine tutegemee mshambuliaji gani ama striker gani akaondoka kumpisha Peter Shalulile? Hakuna kumpisha mtu. Tunaamini wasajili wote waliosajiliwa kama alivyoeleza rais Karia. Tuna mashindano mengi msimu huu, na lazima kikosi kiwe kipana. Kikosi kwa kipana sio kikosi kipana kwa wachezaji kama tulivyokuwa nao. Sababu Yanga tulikuwa na wachezaji ambao akimia mtu akitoka watu wanashika roho mkononi. Ndio. Sasa hivi tuna wachezaji ambao akitoka Peter Shalulile ataingia mwingine kama Peter Shalulile. Kwa hiyo tunaamini kwamba Peter Shalulile amekuja na wenzake wamekuja, wamekuta waliokuwepo, bado tulikuwa na kikosi kipana ambacho kinaweza kikacheza mechi zote
bila tunaweza tukachezesha ligi NBC wengine sijishirikisho wengine au CRDB wengine, tukaenda Mapinduzi wengine, tunaweza kufanya hivyo na tuweze tukachukua kombe. Upande wa pili wamekuwa wakijinadi kwamba Young Africans umekuwa ikitumia jicho la usajili kwa upande wao. Ili kutokea hivyo kwa Alan Okello, alimhitaji, tetesi zilikuwa nyingi, lakini hatimaye Engineer Hersi alipita naye, na wakati dirisha kubwa la usajili linafunguliwa, tetesi zilikuwa kubwa zaidi, Simba wakimhusisha Peter Shalulile, lakini Young Africans mmepita naye. Unaamini katika hili wanachokizungumza? Kwanza ni waombe Simba kama watani zetu, ili wafikie level yetu sisi, kwanza wafanye mabadiliko ya uendeshaji wa klabu yao. Sisi hapa tulikuwa kama wawili, lakini tulivyokaa chini tukafikia mabadiliko ya uendeshaji wa klabu yetu, tulikuwa pazuri. Simba juzi wamemteua mkurugenzi wa wanachama. Ndio. Huwezi kuwa na mkurugenzi wa wanachama hata katiba hujabadilisha. Kwanza wabadili katiba. Waende kwenye mfumo sahihi, alafu watafute watendaji. Sasa hili la Simba wanalofanya. Mimi nakubali kauli ya Ghali. Kwamba Ghali kule alisema mwakani tena. Ndio mtu kwanza kusema mwakani tena. Alikuwa anasema Yanga bingwa. Safari mkuja na kauli mwakani tena. Mwakani tena. Kwa hiyo ni kauli ya tajiri. Sasa Simba wajiandae kisaikolojia. Mnahitaji nini? Pengine hapa ndani tunaona mmetawala sana zaidi soka la Tanzania, pengine hamtamani Young Africans ikifika mbali zaidi kimataifa kwa msimu unaofuata? Ndio ndoto za sisi wanachama, ndio ndoto za rais wetu, kama tumemsikiza rais juzi. Sasa hivi akili yetu ni kwenye kombe la barani Afrika. Usajili wa Peter Shalulile unaona utakuwa na manufaa gani? Nani atanufaika kati ya Peter Shalulile ama Young Africans? Wote tutafaidika. Peter Shalulile atafaidika kwa kuwa bora. Na unapokuwa bora unakuwa na mvuto kwa watu wengine kutaka huko nje. Lakini pia Young Africans tutanufaika kwa uchezaji wake na mafanikio yake ambayo tunaamini atakuletea. Naomba tumalize pengine mawili zaidi. Moja, kwanza sasa hivi mmejifungia Ave Kitambi, lakini upande wa pili wao wako kule katika mashindano ya Sekafa. Nataka tuzungumze katika mbinu za kocha. Kocha yupi atafanikiwa ama atapata faida gani? Yule anayeonekana na kukosolewa ama yule aliyejifungia bandani? Faida huwezi kulinganisha mwalimu wa chuo kikuu na mwalimu wa chekechea. Huwezi kulinganisha. Mankoba. Jina lake tunaambia Mankoba hivyo hivyo. Huyu ni mwalimu wa mpira. Na Yanga tulipokuwa kwamba tukakae Ave Kitambi, si kama tumebahatisha. Hili ndio kambi ambayo toka tuanze kukaa Ave Kitambi. Tunawahi kwa mwalimu. Angalia misimu yote tunachukua ubingwa. Leo tunakaa Ave Kitambi. Sasa ni waombe wenzetu. Bado muda wa biashara, bado muda usajili kwa timu ile. Tunaenda kule Kagame. Hata tunawafuatilia. Wafanye usajili. Mnawafuatilia. Wafanye usajili. Usajili wao kwa namna fulani haukuogopeshi mwanzo wa msimu, na ukiangalia mnakutana nao tarehe 12 Agosti. Wasitaraika yule ambaye anafika golini na anaokoa badala ya kufunga goli. Dombia. Wafanye usajili. Ya Dombia tunamjua. Sijui nasema siwatishi. Lakini kama kweli wanataka wapambane na sisi, basi ni muda wa siku zilizobaki za usajili, waanze usajili wao. Kwa kumalizia, sasa hivi mnaelekea Katoro kwenye uzinduzi wa kilele cha Mwananchi. Pengine zungumza na wanayanga, wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu hii kuelekea katika siku ya uzinduzi, na mnajipangaje kwenye Yanga Day pamoja na ngao ya jamii? Kwanza Yanga tuna matukio matatu muhimu sana. Ndio. Jumapili tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa klabu yetu. Uchaguzi ambao tunakwenda kuweka historia nyingine ya kuwapata viongozi wa muda mwingine tena. Lakini baada ya hapo safari ya Katoro utaanza kwenda kuzindua wiki ya Mwananchi Katoro. Lakini pia tarehe 9 wanayanga wote tujitokeza uwanja wa Uhuru kwa ajili ya sherehe za kilele cha wiki yetu ya Mwananchi. Baada ya hapo unaona ratiba iliyotoka leo TFF kwenda Amani Zanzibar kucheza na wenzetu tarehe 2. Mechi ya Amani Complex. Tunasema Zanzibar iko shwari, atakayenaje tukutane kwanza. Ununuaji wa tiketi pengine unaweza ukawaambia wanachama ambao hawajafika hapa na mashabiki, ununuaji wa tiketi pengine ni wa moto na pengine wanatakiwa kufanya haraka zaidi kuja kununua tiketi kuelekea Yanga Day. Uwanja wa Uhuru ni uwanja mdogo, sasa na uwanja wa Benjamin, na unaona hata shule ilivyo hapo nje. Kwa ni waombe wanayanga wale ambao wana nia kwenda uwanja wa Benjamin kulipa kwa safari uwanja wa tiketi zinaendelea hivi. Mimi mpaka kufika Jumatatu Jumanne inawezekana tiketi hakuna.
wajitahidi kununua tiketi mapema ili sasa tukae tusubiri siku kwenda kuona mpira Shawile pale pale.